uwe king'ang'anizi. Yesu asifiwe sana. Yaani sio ubishi mwingine yani wa kawaida, uwe king'ang'anizi, ung'ang'anie. Maana kwenye kung'ang'ania huwa kuna vitu vinatokea. Mungu mwenyewe basi chukua kama ni baraka. Sasa wewe kung'ang'ania hautaki. Sasa kama kung'ang'ania hautaki, unategemea ujasiri utaupata? Kama kulazimisha hautaki, Mungu ninahitaji hichi kitu. Kwani hujui kama Yakobo aling'ang'ania malaika? Aling'ang'ania baraka za malaika. Kwani hatujui? Aling'ang'ania hapana, usiondoke mpaka unibariki. Sasa kama Mungu amekupa huo moyo, wewe ni kung'ang'ana. Bwana asifiwe sana. Yesu wetu asifiwe sana. Wewe ni kung'ang'ana. Hebu soma mstari wa 9 hapo, Yoshua 1:9. Biblia inasema, Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike. Usiogope wala usifadhaike. Kwa kuwa Bwana Mungu wako, yu pamoja nawe kila uendapo. Sasa shida yako ni nini? Shida ni nini? Mungu alishatoa ahadi. Sasa sisi tuna shida gani? Kama kutuambia tuwe hodari, alishatuambia. Kama ni kutuambia tuwe na moyo wa ushujaa, alishatuambia. Sisi tuna shida gani? Maana shida tulionayo hatujaamua. Yesu atusaidie sana. Maana hatujaamua. Kama umeamua kweli kweli kutoka moyo, mimi nautaka huo ujasiri. Ukishaamua huo ujasiri unakuja. Lakini ujasiri hauwezi ukaja kwa kukaa na kusema kwamba utakuja kuusubiria. Hapana, huo sio muujiza. Ujasiri wowote ule huwa unakuja pale ambapo umeamua kutoka moyoni. Yesu asifiwe sana. Kwamba kabla ya kufanya jambo unaona ni gumu, unasema pamoja na ugumu wa jambo hili mimi nafanyaje? Nafanya. Kabla ya kufanya maamuzi unaona kabisa kuna ugumu, lakini pamoja na ugumu mimi nafanyaje? Nafanya. Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu tayari alishakwambia. Mungu anamwambia Yoshua uwe na moyo wa ushujaa, kwa sababu kazi ya kuongoza wana wa Israeli ilikuwa ni ngumu. Ilikuwa ni kazi ngumu. Ilikuwa sio kazi rahisi. Ilikuwa ni kazi ambayo wakati mwingine ukiwa hauna moyo unaweza ukakata tamaa kabisa na ukamnungunikia Mungu. Wakati mwingine jamaa wanamlaumu Musa, wanamwambia tumekosa chakula, tuna njaa. Wanashindwa kukumbuka kuna wakati kumbe walikula wakasasa, walipata maji, lakini kulikuwa kuna kazi ngumu. Kwa ile kazi ngumu, ili Yoshua aweze kuishinda, Mungu akamwambia uwe na moyo wa ushujaa. Bwana asifiwe sana. Kwa kuna wakati hata kwenye eneo uliopo unaweza kuona kuna ugumu kabisa. Unaona kuna ugumu, kuna upinzani. Sasa huo upinzani au ugumu sio wa kwamba ugumu ndio utaendelea kuwa ugumu hivyo hivyo. Mungu atusaidie sana. Kwa cha msingi katika ugumu huo unaamua, unasema hapana, mimi katika ugumu huu hapana, mimi sikubali. Mimi napambana. Yesu asifiwe sana. Kwa ukiongelea ujasiri wa kiroho unakufanya kuwa karibu na Mungu. Hiyo ni kazi ya kwanza. Unakufanya kuwa karibu na Mungu. Huo ni ujasiri wa kiroho. Lakini si hivyo, ujasiri unakupa kumiliki. Unamiliki. Unapokuwa na ujasiri unakupa kumiliki. Lakini pia ujasiri unakupa uhodari wa kusonga mbele. Maana ili uweze kusonga mbele lazima uwe na ujasiri. Ili uweze kumiliki lazima uwe na ujasiri. Tumesoma hapa Yoshua ametueleza wazi kabisa kwamba Mungu alimpa mamlaka ya kumiliki. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliona ujasiri uliokuwa ndani ya nani? Yoshua. Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewana hapa? Lakini jambo lingine, ujasiri unakupa hatima ya kumiliki nguvu za ufalme wa Mungu. Unakupa hatima ya kumiliki nguvu za ufalme wa Mungu. Maana ujasiri ni chanzo kikubwa cha kumiliki, cha kutawala, cha kuwa na nguvu za ufalme wa Mungu. Ujasiri, kitu ambacho ukikosa ujasiri usitegemee kupata umiliki wa hizo nguvu. Ukikosa ujasiri usitegemee kupata hizo nguvu. Hakipo kitu kama hicho, kwamba uwezi kupata nguvu hivi za Mungu bila kuwa na ujasiri. Hapana, lazima uwe na ujasiri kwanza. Bwana asifiwe sana. Yesu wetu asifiwe sana.
Njia za kumiliki nguvu za ufalme wa Mungu. Njia za kumiliki nguvu za ufalme wa Mungu. Njia za kumiliki nguvu za ufalme wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Njia za kumiliki ufalme, nguvu za ufalme wa Mungu. Njia hizo zipo, njia nyingi. Njia ya kwanza, kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili, hiyo ni njia mojawapo. Kuzaliwa mara ya pili, tukiongelea kuzaliwa mara ya pili, ni kuoshwa na Roho Mtakatifu, kufanywa upya, tabia yako inakuwa mpya. Lakini pia ni kuokoka, kuokolewa na kumkubali Yesu. Kuzaliwa mara ya pili, maana huwezi kuzaliwa mara ya pili kama hujakubali kuokoka, hujakubali kubatizwa, hujakubali kuacha yale mambo ya kwako, hujakubali kuoshwa na Roho Mtakatifu. Kwa kuzaliwa mara ya pili, lazima ukubali kuokoka, lazima ukubali kumfuata Yesu, kumkubali Yesu. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 6, tuanze Yohana 3 mstari wa 1 mpaka wa 6. Hebu soma kidogo. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo. Huyu bwana Nikodemo alikuwa ni mmoja wa Mafarisayo wakubwa tu, mkuu wa Wayahudi. Huyo alijia usiku akamwambia, alimjia Yesu usiku akamwambia, Rabi, wajua ya kuwa mwalimu. Kumbe alikuwa anajua kabisa, kumbe Yesu ni mwalimu. Umetoka kwa Mungu. Yaani alikubali kabisa Yesu ametoka kwa Mungu, hakuwa na shida na hapo. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizo zifanyazo. Unaona kwa nini alikubali kwamba huyu jamaa ametoka kwa Mungu? Kumbe kuna ishara ambazo Yesu, unaweza kukaa kidogo, kumbe Yesu kuna ishara ambazo alizifanya. Jamaa akakubali. Kumbuka huyu ni Farisayo, mtu mkubwa, mtu aliyesoma, mtu anayejua sheria, lakini bado kichwani bakaza, huyu jamaa huyu ni kama kweli ametoka mbinguni, ametoka kwa Mungu. Kwa sababu hizi ishara anazozifanya sio za kawaida. Unajua ilikuwa ishara gani? Ukisoma pale juu Yohana 2, Yohana sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 20, soma ili uelewe kidogo muktadha, afu ndo tuendelee. Yohana 2:18-20 hapo nyuma hapo. Uone ishara hizo. Basi Wayahudi wakamjia wakamwambia, wanamwambia Yesu, ishara gani utuonyeshayo kwa kufanya haya? Yaani pamoja na kwamba walikuwa na Yesu wanamuona, lakini bado wanauliza, ni ishara gani Bwana, hebu tuonyeshe. Wanauliza anasemaje hapo? Hebu endelea. Yesu akawajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili. Hebu livunjeni tu hili hekalu, nami katika siku 3 nitalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46. Yaani wewe unataka ulibomoe ulijenge kwa siku 3, na wakati jamaa limejengwa kwa miaka 46. Nawe utalisimamisha katika siku 3. Yaani jamaa bado hawaelewi. Umeona walivyomtesti Yesu. Lakini kumbuka, wanatazama kwa ishara kwamba huyu jamaa anapowaambia atatenda au atafanya kwa kulijenga hili hekalu kwa siku 3, bado hawajaelewa. Lakini huyu Farisayo sasa ndo hapa kwenye mstari wa 3 hapa sura ya 3 anasema, kwa ishara zile ambazo ulizozifanya. Tuendelee ili uone sasa. Tuendelee hapo. Yesu akajibu hapo namba 3 mstari wa 3. Yesu akajibu akamwambia, anamwambia yule Farisayo, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ukisoma 4, Nikodemo akasemaje? Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara pili. Yaani mtu mzee sasa ingie tumboni kwa mama yake tena akazaliwa. Namba 5 hapo anasema Yesu akajibu, amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yesu atusaidie sana. Kwa unaona hapa maandiko yanatueleza kabisa
Kumbe kuna kila umuhimu wa kukubali Yesu. Kuna kila umuhimu wa kukubali kutakaswa, wa kukubali kubadilika. Kuna kila umuhimu wa kukubali kuokoka. Kuna kila umuhimu wa kukubali kuacha dhambi. Kuna kila umuhimu wa kukubali kurejesha mahusiano yako na Yesu. Kuna kila umuhimu wa kukubali kuoshwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio njia pekee itakayokusaidia kuzilifu zile nguvu za ufalme wa Mungu. Kwa kama maandiko yametuambia sisi ili tuzaliwe mara ya pili, hapo ndipo tutaingia ufalme wa mbinguni, na ambapo huko tunaongelea hizo nguvu. Kwa kumiliki au kuzaliwa kwetu mara ya pili kuna kufanya tuzipokee hizo nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna kufanya tupokee huo ujasiri wa kumiliki hizo nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Hivi tunaelewana hapa? Kuzaliwa kwako, kukubali kwako kuokolewa, kukubali kwako kutakaswa, kukubali kwako kuoshwa, kunapelekea au kunakuwa ni sababu au ni chanzo cha kukusaidia wewe kumiliki nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Kilichozaliwa na Roho ni Roho. Na kwa sababu kama kilichozaliwa ni Roho, na Roho ni Roho, maana kina nguvu na uweza katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Lakini kilichozaliwa na mwili ni nini? Ni mwili. Kwa sababu sisi unapookoka tayari umezaliwa kwa mara nyingine kwa upande wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekuhuisha upya. Anapokuwa amekuhuisha upya, amekupa nguvu. Anapokuwa amekupa nguvu, ni wewe kuzitumia tu hizo nguvu. Basi pointi ni wewe tu kwanza kuzitumia hizo nguvu. Maana hizo nguvu ziko moyoni mwako. Hizo nguvu unazo, unatembea nazo. Kwa wewe ni kufanya maamuzi. Bwana asifiwe sana. Kwa watu wengi wanaweza kuwepo kanisani. Tunaweza tukawepo kanisani kabisa. Lakini tukawa bado hatujajua kwamba kuzaliwa kwetu mara ya pili kunaweza kuwa chanzo na sababu ya kumiliki nguvu za Mungu. Fungua kitabu cha Tito 3:4-5. Tito 3:4 mpaka 5. Tito. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu uliofunuliwa na kutuokoa. Rudia kidogo tena hapo, wengine tutakuwa tujafika. Tito 3:4 mpaka 5. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu. Kumbe Yesu alikuwa ni mwema sana kutuokoa sisi. Na upendo wake kwa wanadamu. Na pia alitupenda. Ulipofunuliwa alituokoa. Si kwa matendo ya haki. Hatukuwa watu wa haki mbele zake. Tuliyotenda sisi. Bali kwa rehema yake. Kumbe kuna rehema ambazo ndio zimesaidia sisi kuingia hapo. Bali kwa rehema yake. Kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili. Kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hakuna namna nyingine ya kuweza kuzaliwa mara ya pili ikiwa bado hautazikubali nguvu za Roho Mtakatifu. Kwamba utakapozikubali hizo nguvu, utakapokubali Roho Mtakatifu akuongoza, manake moja kwa moja umekubali kuzaliwa mara ya pili. Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, kuondolewa katika umiliki wa shetani. Ukikubali kuondolewa katika umiliki wa shetani au kutolewa katika urithi wake, hapo umejinasua. Hapo umekubali kuzipokea hizo nguvu. Kuondolewa katika umiliki wa shetani. Tunapoongelea umiliki wa shetani, maanake utawala wa shetani. Shetani anakutawala, shetani anakutumikisha, shetani anakupeleka anapotaka, shetani anakuvuruga anapotaka. Lakini ukiondolewa katika umiliki huo, ukiondolewa katika urithi huo wa kwako, hapo hakuna namna nyingine. Maana nguvu za Mungu zinaingia hapo. Unapokubali kwamba kuanzia leo mimi na shetani, mahusiano yangu mimi na shetani basi, maana umekubali kupokea ile nguvu. Umekubali kupokea ile nguvu ambayo itakusaidia. Kwa sababu hiyo Mungu anachokitaka, anataka sisi tusiwe miliki ya shetani. Anataka sisi tuwe miliki yake. Na hatuwezi kuwa miliki yake mpaka pale tutakapokuwa tumekubali kujitoa katika miliki ya Ibilisi.
Fungua Kolosai